Ajenda muhimu ambayo iko mezani kwa mwezi huu wa Oktoba ni uchaguzi mkuu ambao utatupa fursa ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utatupa na fursa ya kuchagua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tunachagua wabunge, wawakilishi na madiwani. Sisi Jeshi la Polisi na waandishi wa habari ni wadau muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi. Mwanzoni tulikuwa tunazungumzia uchaguzi una vipindi vitatu. Tukasema mchakato ulikuwa na kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hasa ile kabla nafikiri tumeshamaliza, si ndio? Tumeingia kipindi cha pili ambacho ni chenyewe kabisa cha wakati wa uchaguzi. Lakini tutakuwa na kipindi cha mwisho cha baada ya uchaguzi, yani baada ya matokeo kutangazwa. Napenda kutumia fursa hii kuwapa taarifa wananchi wa Zanzibar kwamba sisi kama Jeshi la Polisi tumejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu, utakuwa na utulivu wa kutosha, utakuwa wa amani, na kila mmoja ataweza kupata fursa ya kupiga kura bila changamoto za kiusalama. Mwaka huu sisi Jeshi la Polisi tumekusudia kuwaonyesha wananchi jinsi uchaguzi unavyoweza kufanyika kwa amani. Na tumejipanga vizuri kuhakikisha swala hili litakuwa shwari kabisa, ili kila mmoja afurahi, akapige kura, arudi nyumbani kupumzika na kumchagua mtu anayempenda. Na hili la amani ni jambo mtambuka. Linatuhusu sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama, lakini vinawahusu wananchi ambao ndio wapiga kura. Ama wananchi kwa ujumla tunapaswa kukumbuka na kuzingatia mambo muhimu sana yanayohusiana na swala la amani. Swala la amani na utulivu linatusababisha sisi wote tufanye shughuli zetu bila dosari, bila kuwa na hofu, bila matishio ya kiusalama. Kwa maana nyingine, kama mtu anauza vitu vyake sokoni, ataenda kazini kama kawaida, atapiga kura, ataenda kwenye shughuli zake. Kila mtu ataendelea na shughuli zake bila kuathiri hali ya maisha, kuanzia kwenye ngazi ya familia au ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia na ngazi ya jamii kwa ujumla. Tunatoa rai kwa wananchi wote tuone umuhimu wa kuweka amani siku hii, ama katika kipindi hiki ambacho tunaendea cha kupiga kura na wakati ule wa kutangaza matokeo na hata baada ya kutangaza matokeo. Na tunataka kuihakikishia dunia na wananchi wa Zanzibar kwamba mchakato wa uchaguzi mwaka huu utakuwa ni wa kipekee sana, utakuwa ni shwari na kila mmoja atafurahi. Tuwaombe tu wananchi tushirikiane kwenye kutunza amani. Wale wanaochochea wenzao tuwaepuke. Achana nao. Wewe tusikilize sisi. Na kila mtu ataenda kupiga kura yake bila bugudha, bila matishio ya kiusalama. Watusaidie. Mkiona kuna mtu analeta maneno ya kuchochea wenzie, ya kuleta vurugu, ya kutia hofu, ya kuwasababisha watu wengine wanakimbia nafunga na biashara, anaenda kukaa mbali kwanza. Hapana. Mwaka huu mambo yatakuwa shwari sana. Biashara za watu ziendelee kama kawaida. Hamna hofu ya kukimbia. Pale ukiona kuna vitaarifa vya uchochezi vya mtu anataka kuvunja amani, tujulishane mapema ili tudhibiti mapema, tuendelee na ushwari wetu. Na mpaka sasa tunawapongeza wananchi wa Zanzibar. Kampeni zinaendelea ni kistaarabu. Hata kama kuna changamoto ni ndogo sana, wengi bado mnaenda vizuri, wanafanya vizuri, na tunataka hii amani iendelee mpaka baada ya kumaliza hili swala, ili tupate viongozi waweze kutuongoza tena na kutuletea maendeleo. Serikali ikiwa na utulivu pia itapata nafasi ya kutuletea maendeleo. Kwa hiyo mimi nipende kuwaambia, na tutaendelea kuongea, tutakuja na kwenye vyombo vyenu kule, tuendelee kuongea tukiwahakikishia wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kwamba mwaka huu watajionea uchaguzi ambao ni wa pekee sana. Uchaguzi utakuwa kwa tulivu, utakuwa na amani na kila jambo litaenda vizuri. Sisi tumejipanga. Jeshi la Polisi limejipanga kuyafanya mambo mengi kwa utaratibu ambao utakuwa ni conducive au utakuwa ni wa kuridhisha, ili shughuli za uchaguzi zisingie doa hata kidogo. Kuna watu wanasema watu wasitoke kwenda kupiga kura, watapiga mikwaju. Hizo ni habari za watu wabaya, wachochezi, watu wanaokatisha watu tamaa. Ndio maana sisi tumetoka mapema tuwaambie hayo mambo hayatakuwepo. Na mtu yeyote ukiona anaongea habari za namna hiyo, tafadhali tupe taarifa mapema ili hali hiyo tuirekebishe mapema. Nipende kusisitiza wananchi wetu, siku hiyo tokeni, kutakuwa shwari. Hakuna mtu wa kupiga watu mikwaju,
jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha hakuna wapiga mikwaju siku hiyo. Nendeni mkapige kura, nendeni mkachague viongozi wetu waweze kutuletea maendeleo. Cha kwanza, shughuli namba moja, napenda kuwaomba wananchi wote wa Tanzania hasa Zanzibar, siku hiyo kazi namba moja ni kwenda kuwachagua viongozi, kwa sababu siku hiyo ndio tunabuku hatima yetu ya mbeleni. Usipochagua viongozi, manake huenda hizo shughuli zako zikaishia siku hiyo hiyo, kesho hazitakuwepo kwa sababu hutakuwa na viongozi. Hakikisha umepiga kura. Ukishapiga kura ndio shughuli zako zingine zitajiendeleza kwa kadri utakavyoona fursa inavyokuruhusu. Lakini cha kwetu si kutangaza tu kwamba patakuwa shwari. Lakini jitahidi sana, cha kwanza ukiamka, wewe, familia yako, watoto wako, mkapige kura. Muondoe kwanza kazi namba moja ya siku hiyo. Na vituo vyetu vitafunguliwa mapema sana. Nenda wahi foleni yako, ukishapiga pale basi unaendelea na shughuli zako utakazoziona za kuruhusu, maadamu patakuwa shwari utaweza kuendelea.